katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa neema kubwa umetupatia. Tunajibariki katika uwepo wa neema yako siku ya leo. Tubarikie Bwana kipekee sana kuwepo kwetu hapa. Ni wakati mwingine tena tupo familia yako. Taji maongozi yako, taji maonyo, taji maelekezi, taji msaada wao wote utokao kwako kuja kwetu. Wewe ni Mungu mkuu unayetuelekeza, unayetuongoza, unayetulinda, unayehakikisha kwamba tunakaa katika njia sawa. Wewe ndiwe mshauri wetu, utakayetushauri na kutuongoza vema katika safari yetu tukiwa duniani. Neema yako iwe kwetu sasa na msaada wako mkuu katikati yetu. Tufanye kuwa na akili za sawa, tuweze kuelewana chochote ambacho Mungu mwema unatuagiza katika jina la Yesu. Tuseme wote amen. Chukua nafasi yako sawa. Bwana akubarikia. Kwa haraka. Very fast. Nafasi yako sawa. Bwana akubariki sana. Katika zama tulizonazo, ama katika maisha yote ya historia ya mwanadamu, kungehitajika ushauri, maelekezi na uangalizi wa karibu. Tusingeweza wenyewe kuendesha maisha au kuyapeleka popote tungefikiri kuyapeleka. Tungehitaji maelekezi. Jambo baya ambalo limefanyika katika vizazi vya mwanadamu linalotokana na anguko ni ile hali ya kuona kwamba mwanadamu hahitaji maelekezi yoyote, yani hahitaji maongozi yoyote, yeye yupo tu, yuko huru, ana uhuru. Kwa hiyo hahitaji msaada wowote ambao ungetakiwa. Anaweza mwenyewe kujiendesha, anaweza mwenyewe kujiongoza, anaweza mwenyewe kujipeleka popote anafikiri kujipeleka. Lakini siku mwanadamu alipokosanishwa na mahali pake pa ushauri na maelekezo ya kila siku, ndipo maisha yake yalikuwa magumu sana. Najua ilikuwa ni kawaida ya Mungu kila siku kushuka na kuzungumza na Adam every day, lakini ule mpango uliharibiwa vibaya sana na adui, na kumfanya mwanadamu akose sasa kuwa na ushauri na maelekezi ya kila siku juu ya maisha kwenye hii dunia. Kosa kazuiliwa njia hiyo, na matokeo yake mbele kidogo tu mawazo na akili ya mwanadamu ikaanza kuwa mbaya. Bwana anagairi, sema anagairi kwa nini mwanadamu? Kwa kuwa kila siku mawazo yake na makusudi ni maovu, mabaya tu, kila siku, every day. Hii ni kwa sababu akili zimesha tenganishwa
na vyanzo vya uzima na uhai wake. Mapema tu baada ya lile anguko, mauaji, maisha mabaya. Kwa sababu gani? Hakuna ushauri wa kimungu kwa habari ya maisha. Shetani amekamata usukani na kuendesha maisha ya mwanadamu. Anguko la akili. Lakini kutoka pale kidogo tu tunaona Mungu anawaangamiza kabisa kabisa kwa maji wa gharika. Kwa sababu gani? Sasa hawana ushauri. Kukosa kuwa katika uwepo wa Mungu usingepelekea maisha kuwa hata kidogo. Kwa hiyo make sure unakuwa na ushauri na Mungu vizuri as a family. Na nisikia vizuri. Lakini tunaona katika Zaburi maandiko yanasema nitakufundisha mimi, nitakushauri, nitakuonyesha njia utakayoiendea, na macho yangu yatakuwa yanakutazama. Kwa hiyo hatuwezi kwenda bila ya uangalizi wa Mungu kwenye maisha yako. Sasa siku tutakapojikuta kwamba tunaweza au tuna uhitaji na Mungu, hii ni tatizo. Hiki ni kichaa fulani ambacho kinampataka mwanadamu, si kinatokea kona gani? Kinamwona mwanadamu anajiamini sana na anaweza kwenda tu yani bila Mungu achane. Yani hii ni kiburi ya shetani, ni sumba ya adui. Lakini si hivyo tu. Isaya 9 tunaelezwa kwamba kwa ajili yetu amezaliwa mtoto, amekuwa existed, amekuja mtu kwa ajili yetu, na ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya mwingine, for us. Na tueleza wazi ya kwamba huyu majina yake, moja ya majina yake ni mshauri wa ajabu. Sawa? Wonderful Counselor. Sasa mshauri angeshughulika na nani? Nani mteja wake? Mteja wake ni anayeshauriwa. Tungehitaji mashauri, tungehitaji kushauriwa, na maisha yanahitaji ushauri. Tangu zamani Mungu alikuwa na mshauri Adam, na tangu vizazi vyote ingepaswa hivyo kushauriwa, because hatuwezi kwenda bila ya ushauri. Huwezi kwenda bila kushauriwa. Lazima uyasikie mashauri ya Bwana. Amen. Uyasikize mashauri ya Bwana, maneno ya Bwana, maelekezi ya Bwana. Ufuate mikondo, ndiyo tuonyeshaye njia. Hutaenda tu kila njia. Nipo hapa Mungu, nionyeshe njia ya kuiendea. Kwa kila jambo njia ya kuiendea. Usifanye mambo mwenyewe tu. Kwa kila neno chochote unachokifanya, Mungu, nini mapenzi yako? Nafikiri tuliangalia last Sunday kwa habari ya kila kitu lazima tutake kutoka kwake. Naeleweka vizuri? Tutake kutoka kwake, ni kwa ajili yake, ni kwa ajili ya utukufu wake. Nataka kufanya kitu gani kwa ajili ya utukufu wako? So don't do anything. Yani usifanye chochote kile. Sikizeni kwa umakini, yani maonyo na maelekezo ya kimungu. Sikizeni kwa umakini. Usifanye chochote kwenye hii dunia without God's directions. Make sure hii sisi ndio tunaishi hivyo, ndio maisha yetu. Hatuendi kokote kule. Niliwaambia hata Jesus mwenyewe duniani hakufanya chochote katika yeye kama anasema nile naona kwa Baba ndio naolifanya. Baba ananielekeza, Baba ananiongoza. Hayo ndio maisha ambayo Yesu alituonyesha namna ya kuishi huku duniani. Nini mapenzi ya Mungu na yenye kustahili? Ni nini? Hatutakwenda tusifanye mapenzi yangu mwenyewe, bali yale ninayoona kwa Baba ndio ninayofanya. Yale ninayofanya Baba, yale Baba anayoniagiza ndio ninayofanya. So hii muhimu. Yani seti maisha yako hivyo. Sawa? Fanya setup maisha yako hivyo. Yani kosa washauri wote duniani wanadamu. Kosa watu wote. Kwamba nimekosa mshauri, sijashauriwa nini. Kosa watu wote hawa. Lakini yuko mshauri. Huyu huwa hakosekani. Anapatikana. Yupo wakati wote. Ukikosea ni kwa uzembe wako.
huna sababu. Yupo. Sawa. Waadamu wote waondoke. Yupo yeye. Mshauri. Kwa hiyo unakoseaje? Nani kuuliza unakoseaje? Unakoseaje? Nilikuwa sijui kabisa. Kwa nini usiulize? Au wewe unayesinzia leo, kwa nini usiulize? Wakuuliza hayupo? Hayupo wakuuliza? Kwa nini usiulize? Hakuna sababu utakayoisema, kwa sababu yupo wa kumuuliza. Yupo mshauri, na ni kwa ajili yako. Mwanadamu akunyamazie kimya, mwanadamu akatae is okay. Wakatae tu wasiwepo, lakini yupo mshauri wa ajabu. Yupo Mungu mwenye nguvu. Yupo kiongozi. Yupo anayenielekeza. Yupo muonyeshaji wa njia. Nikose yeyote atakaye niongoza njia, lakini yupo mwenye kuniongoza. Nakoseaje? Yupo mwenye kutuongoza. Yaani wewe leo hii usije ukafikiri, na nataka nikufanye pia ufahamu vizuri, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na sababu nyingi tu, nimekosa mtu wa kunishauri, nimekosa mtu wa kuniambia. Hiyo hairuhusiwi. Yupo mshauri. Yupo kiongozi. Yupo Mungu. Yupo. Msaada umepelekwa duniani. Unakoseaje? Unayumbaje? Makosa yanatokea wapi? Roho Mtakatifu hayupo? Anatuongoza yeye. Mkiongozwa na Roho, maandiko yanasema kamwe hamtatimiza tamaa za mwili. Sasa kwa nini umejikuta nani amekuongoza? Je, ulikosa kiongozi mzuri? Unajua. No. Yaani hakuna mahali pa kukwepa. Bado tungekuhoji sana, kwa nini umekosea? Hao wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho yupo, naye nataka aje, anapatikana. Kwa nini wewe umekosea? Ningekuuliza kweli kweli, unijibu vizuri sana siku ya leo. Kwa nini unakosea? Tumekosa msaada? Hapana. Tumekosa mshauri? No. Tumekosa kutuonyesha njia ya sahihi? Kwani umeenda tu, nimeamua tu kwenda, kwani umeenda tu bora njia inakuwaje? Yuko mwenye kutuongoza katika njia ya sawa. Haleluya. Nimejikwaa. Unajua kujikwaa sio kuanguka namna gani, maneno mengi. Kwa nini ujikwae? Neno la Mungu ni nini? Ni taa na mwangaza. Kwani uende gizani? Utaniambia nini? Neno la Mungu lilikataa? Neno la Mungu uliweka wapi? Ukiangalia kwa umakini sana, mwanadamu wala hauna sababu ya kukosea. Katika makosa tu, nimekosea tu kizembe tu, ni uzembe mkubwa sana. Kwa sababu kila kona utakuta kuna msaada ulio karibu wa kukusaidia wewe usikosee. Yaani ukitafiti kwa umakini ukuta, yani msaada wa Mungu upo tu. Mungu yupo tu kukudefend wewe usikosee. Kwa hiyo kama tunajipata tumekosea, ni kwa makosa yetu wenyewe, kuto kuzingatia. Neno la Mungu ni taa ya njia zangu na mwangaza watu. Ni taa. Kwa hiyo unakanyageje pasipo sawa? Taa iko wapi? Mwangaza uko wapi? Neno la Mungu umelikataa. Sasa unakoseaje? Tukizingatia kwa umakini, tunaweza kusema kiukweli makosa
hayaruhusiwi, huruhusiwi kunijia mimi. Nina kila namna za usalama kwenye mazingira yangu. Watu wamekaa kimya sana, wanasikiza kwa umakini. Vizuri sana. Hakuna sababu. Yuko mshauri wa ajabu. Amen. Yuko kiongozi anaweza kutuongoza vizuri. Hatuongozi huyu kwenye kufanya mabaya na ukosea, hapana. Anatuongoza katika njia ya sawa. Na tukiwa chini ya uongozi wake hatuwezi kukosea hata kidogo. Nasema hatuwezi kukosea hata kidogo. Achana mambo wanadamu nini, achana mambo ya kibinadamu. Sitaki kusikia habari ya mwanadamu namna gani. Sitaki hiyo habari, nishakata siku nyingi. Sawa? Unajua tu wanadamu hiyo biashara, achana na wanadamu. Sisi si wanadamu wa kawaida. Sisi si wanadamu. Imeandikwa sisi ukikosea tu utakuwa mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine. Sisi sio wanadamu kama wengine. No. Hatuwezi kuja kwenye kona fulani ya udhaifu ili tukifanya madhaifu tujifichie hapo. Hairuhusiwi. Umesikia vizuri? Nakwambia mambo kama maonyo mazito sana. Usije ukajitafutia kajichaka fulani kwamba mwanadamu ana makosa tu, mwanadamu ni mkosaji tu. Hiyo biashara chana, huu ni ujinga. Ni upumbavu mkubwa sana. Hujajua unachoongea nini. Unamkaribisha ibilisi hapa karibu, anamwambia njoo sogea hapa. Mwanadamu wewe sawa, njoo hapa. Wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ni mwanga, ni nuru. Jitambulishe vizuri, mimi ni nuru ya ulimwengu, sisogeleki. Nakaa na moto. Moto unakaa ndani yangu. Ni hekalu la Mungu. Jiweke kwenye mazingira yale ambayo unatakiwa. Ibilisi anambia hapa sogeleki. Unamwambiaje wewe mwanadamu wa kawaida? Unampa kibali cha karibu sana. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sasa haya mambo haya mtu asipuuzie. Vile ulivyoumbwa, ulivyotengenezwa, ulivyofanywa uishi katika dunia, usipuuzie. Kuna kauni ambazo utakuwa uziishi ili mambo yaende sawa kwenye maisha yetu. Sasa tukipuuzia vitu kama hivi hapa, tukajiona tu tukajichukulia tu kuna kule na kule, ndio pale vinatufanya tuwe dhaifu sana, tuwe weak. Na tunakuwa weak katika kila maeneo. Na tunakuwa watu tusio na ushindi katika maisha yako. Jambo ambalo halifai kuwa hivyo. Na nisikia vizuri. Unanielewa vizuri ya? So, hakuna sababu ya ukosea kwa namna yoyote ile. Usikosee. Ulikuja kutoka mbinguni mtakatifu. Tunza utakatifu wako, urudi mbinguni kwa mtakatifu. Usipotee huko duniani. Sawa watoto wa Mungu? Tunaendelea na family days. Leo sehemu ya pili. Somo letu ni lile the same kama kawaida. Ulimwengu katika wakati wetu. Sehemu ya pili. Leo tutaangalia AI against NI. Daita kitu kipya hiki kwenye mazingira yako, lakini let me talk with this one. NI, AI against NI. Hii ni mpya labda katika dunia, nami nitakuelekeza tu vizuri. Lakini tumekuwa tukiangalia kwa habari ya ulimwengu wetu, ulimwengu katika wakati wetu. Ulimwengu umepita nyakati nyingi za wengi. Leo ulimwengu ni ule ule, lakini kwa wakati wetu, kwa kizazi chetu. Mambo tofauti sana katika historia. Naposoma na kuangalia nyakati za kuishi kwa ulimwengu mpaka leo. Sasa tungeangalia wakati wetu. Na tungeangalia zamani nini kiliishi, watu waliishi vipi, nini kilisemwa, nini zamani zile za wakati ule Mungu alikuwa nao kwa habari ya wakati huu. Nabii zilizokuwa zikinena kwa habari ya maasi kuongezeka,
lakini kwa habari ya dunia mbovu, lakini kwa habari ya globalization. Haya yote yanatoa taswira ya nabii zilizotangulia kwa habari ya ongezeko la maarifa. Maarifa yakiongezeka, tusema kwamba ndio maisha yanaongezeka. Na ongezeko la maasi linahusiana moja kwa moja na ongezeko la waovu. Na uovu unavyozidi kuongezeka, maasi yanaongezeka, na maasi yanapoongezeka yanaua kabisa uungu, pendo kwa Mungu, watu kumtafuta Mungu, watu kuwa na Mungu. Swala la Mungu linahamishwa kabisa kwenye akili na mawazo ya mwanadamu. Sasa globalization, tandawazi na maendeleo makubwa na maarifa makubwa yanapelekea mavunjifu mengi ya vizazi vya mwanadamu, ambamo ndani yake sisi ni sehemu ya jamii hiyo, lakini ni watu ambao ni mawakili, ni watu wa Mungu, ni watu wenye sura na muonekano na mtazamo wa Mungu. Tumo ndani yake, na tumepewa kuwa na hadhari kubwa tukiwemo humo. Sasa katika utandawazi huo na ongezeko la maasi, na kila aina ya ubaya, haupo tu unayo makusudi maalum, na hii sometimes ni maandalizi tu ya kufikisha ulimwengu mwisho. Na ni muhimu kutambua hii maendeleo, hii ujuzi, hii maarifa haitarudi nyuma, itazidi kuongezeka. Sasa anguko la ulimwengu ambao tungelisoma hivi, tungelipata katika taarifa zake katika Biblia, ulimwengu hautaanguka katika, yani unakwenda kuangukia sio katika hali ya ujinga au uduni. Hapana, ulimwengu unakwenda kuanguka kwenye maendeleo makubwa sana. Unakwenda kuangukia kwenye maarifa mengi, yaani maarifa mengi yanahusika katika anguko la ulimwengu. Yaani kwenye maarifa mengi anguko liko kule. Yaani ulimwengu utakwenda kuangukia mahali penye maarifa mengi sana. Ulimwengu hautaanguka mahali penye ujinga fulani hivi. Unakwenda kuangukia mahali penye ujuzi, penye maarifa, penye teknolojia ya hali ya juu. Ndio anguko liko pale. Kote kumetoka kuna teknolojia pole, unafika kwenye level ya viwango vya juu vya teknolojia, ndio anguko la dunia la ulimwengu liko pale. Kwa hiyo maarifa mengi yanakwenda kuangusha dunia. Nitakwambia vizuri. Dunia inawayawaya kama mlevi. Eti Maandiko anasema hivyo. Inayumba inawayawaya kama machela. Dunia sio? Nayo inakwenda kuanguka.
inayumba yumba ikiwa na hiyo teknolojia ya juu. Hayumbishwi, inayumba na elimu nene pale juu. Anguko lake na kwenda kuangukia mahali wakati iko advance, watu wako technologically kweli kweli, juu kabisa, juu kabisa. Ndio anguko linakwenda kuangukia kule. Sasa nataka tuongelee mambo machache. Tuliangalia kwa habari ya AI, artificial intelligence, akili mnemba. Hii ni teknolojia, ni ujuzi, ni maarifa kuongezeka, lakini hii ni bandia. Sawa? Artificial, hii ni bandia, lakini hii ni kinafiki, lakini hii ni kugushi. Kifupi ni uongo. Kifupi ni nini? Uongo. Ni kama vile tu Yesu akasema kwa habari ya manabii wa uongo, sio? Ni manabii lakini wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ni mbwa. Kwa hiyo ni uongo, ni uongo, lakini kwa muonekano hivi very perfect. Kwa ukimwona huyu unatafsiri huu ni uongo, na moja kwa moja kama ni uongo, maana hii ni artificial, hii ni ya kuchonga, hii sio OG, hii sio yenyewe, hii sio halisi, hii sio halisi, hii ni ya kuchonga. Sasa hata mbingu, Mungu bado angekataa vitu vya ambavyo ni artificial, sio halisi. Angetaka hata waabudu halisi, sio wa kubabisha ambavyo yani yale maigizo comedy zile pale zile. Ni sawa sawa kweli kutoka ndani, ambia amna, anakuwa anafanya tu, najifanyisha tu. Ule ni uongo. Uigizaji wote ni uongo, au sio? Tungekaa okay, sawa, wana maigizo. Uigizaji wote kusema unaigiza, manake ile inakuwa ni mimi kweli nimeiga kama fulani, lakini sio. Sasa manake nini? Sio mimi, ila nimemuiga fulani, manake nimejaribu kuchukua namna yake kuwa kama mimi, lakini kiukweli sikuwa mimi, sikuwa yeye. Kwa hiyo ni jambo la namna itakavyo, lakini tuna katika classifications, katika namna ya kulipangilia, utakosa kwamba kuna yani utaambia haikuwa, bali tu ilikuwa ile haikuwa, manake nafiki, uongo, ugushi. Sawa? Sasa yote katika yote, artificial ni kitu cha kutengeneza, ni kitu bandia, ni kitu kisicho halisi. Lakini Mungu angetaka waabudu halisi, lakini shetani angetengeneza waabudu bandia, akawapeleka kwenu waabudu bandia, akawatuma watumishi bandia, watakaonekana wana mavazi ya kondoo, lakini kumbe ni mbwa mwitu. Kwa hiyo ni bandia, wana muonekano wa nje ni uongo, ndani sivyo. Kwa hiyo pale panasoma nini? Uongo. Na shetani ndiye baba wa uongo, ndio source. Kwa hiyo elimu na ujanja unapotokea dunia leo, unakuja katika mazingira ya kurob akili, ya kuziaminisha akili vitu ambavyo sio sahihi. Dunia ndio kunakwenda, believe or not. Feki ni nyingi, jamani, feki ni leo tunaishi kwenye feki nyingi.
Hata maisha maisha ni fake sometimes, maisha sio ya kweli. Watu wanadanganyana, wameaminishana. Kuna watu yani wa karibu tu, lakini wanaishi katika uongo. Yani ameaminishwa bwana, mimi ni hivi sawa, lakini kiukweli sio sawa, na anaishi miaka hivyo hivyo, anaamini ule uongo. Tunauishi uongo mtupu. Kudanganywa, wizi. Na unajua palipo na uongo, tafsiri ya uongo, moja ya tafsiri ya uongo, uongo maana yake nini? Uongo, moja ya tafsiri zake, kama utakuwa nazo nyingi, mimi nachukua moja tu, ni wizi. Sawa? Natakuwa bidii sana kunielewa. Uongo ni wizi. Ni wizi. Ndio maana shetani ni mwongo, halafu lazima atembee na wizi. Ni mwizi. Ni wizi. Ni kuiba ukweli. Uongo ni kuiba, ni kusema kinyume na ukweli. Kwa hiyo umeiba ukweli ukaweka nini? Kwa hiyo kuna kuibiwa. Watu hawa ni watu walioibiwa. Kuna mambo fulani uelewe vizuri. Umeibiwa nini? Umeibwa. Good. Umeibwa na kuibiwa. Umeibiwa ukweli. Leo dunia inawaibia watu ukweli. Inawaletea kitu bandia, vitu uongo, vitu manipulation kabisa, ni vitu wanaibiwa kweli. Wizi, uongo ni kuiba kweli, ni wizi unaohusika na uibaji wa kweli. Sasa artificial sio halisi. Sio halisi. Je, tungetaka halisi au tungetaka artificial? Tungetaka ya kuchonga ya bandia ama tungetaka kweli? Ungetaka maisha ya kweli au maisha ya bandia? Ukiamini uongo, manake umeamini bandia. Kwa hiyo imani yako ilivyo ndivyo utakavyoendesha maisha yako. Nielewane vizuri. Mkiaminishwa bandia, meaning maisha yenu yatatembea katika bandia, na mtaridhika na bandia, na basi mmepotea jumla. Kweli iko wapi? Kweli inapigwa vita. Uhalisia unapigwa vita. Hautakiwi kuonekana kabisa, maana huu ungeleta uhakika wa maisha ya watu. Maisha yamepangwa na dunia yasiwe maisha halisi, yani yamepotezwa. Sema katika jina la Yesu, hairuhusiwi. Haya mambo haya siende mbali sana, kwa sababu unakuta wakati mwingine kumekuwa na kelele ya GMO mbegu, sio? Dunia hii kila kitu kinakwenda artificial. Za bandia, mbegu za bandia, kila kitu cha bandia. Yani vitu vimekuwa vimeondolewa kwenye uhalisia wake, kwenye uhalisia ni zile mbegu za asili za uhalisia wake ambazo ziko strong, zina afya njema, zina vinilishe safi, zina vitamins OG na nini. Sasa hivi zimekuwa neutralized, madawa mengi, mashida mengi. Nafikiri niliwafundisha wakati fulani hii, so tunakula vyakula ambavyo ni artificial zaidi, bandia sana. So magonjwa yanakuta ni mengi, magonjwa yasiyoeleweka, afya zinaharibiwa kwa sababu tunakula vitu ambavyo ni artificial zaidi, chemicals nyingi zaidi. Kwa hiyo afya zinauawa, ile strong health
afya ile halisi, kinga za mwili zile OG zinakosa nguvu, kwa hiyo miili inaingia kwenye udhaifu, kidogo tu dhaifu, majipu kama yote kidogo je kwa kajipu, basi mwili na majipu matupu yani basi mtu hoi, yani kinga zinauawa kutokana na aina. Sasa vyakula vinaharibu afya na ya asili ya mwanadamu because ya sayansi na mambo kama yale pale, akili nyingi, mambo kazi. Okay, tumefika pale, but kiroho nacho kwa tunapigwa kote. Bwana abariki chakula unachokula na maji unayokunywa. Bwana abariki, nitakibariki chakula. Kwa nini kibariki chakula? Kinatakiwa kiwe na kwa ajili ya afya yako iwe very strong. Tukibariki chakula chako na maji unayokunywa, ina maana kwamba tumebariki afya yako, tumefanya afya yako iwe strong. Haleluya. Na kufundisha haya kutanua akili yako hivi fulani hivi, sio kama unaelewa. Kuna kitu unapata kuna kitu unapata. Now lengo ni kuharibu akili hii. Artificial intelligence ni kuharibu nini? Ni kuharibu akili. Hii ni shambulio la kiakili, ni upotoshwaji wa fikra. AI ni mpango kamili. Usifikiri hao toka duniani anakuja tu kwa sababu yani anakuja tu. There is demonic influence. Kuna msukumo wa kishetani. Dunia yote inakaa kwa yule mwovu, maandiko yanasema. Dunia yote inakaa kwa yule mwovu. Kama inakaa kwako, unafikiri yanayotokea angekuja kujaje? Wewe unayekaa kwenye hii dunia. Elimu za sasa hivi, elimu, watu wako wapi hapa? Mpo lakini elimu, si elimu elimu. Usifikiri ibilisi amekaa mbali sana na elimu. No. Elimu gani unaingiza kwenye akili yako sasa? Ni elimu ya maisha, urithi watoto tunawapa, ni elimu tutawapa urithi. Na mimi sigalimii ujinga, wewe nyewe mnayosoma, sigalimii upumbavu, sigalimii hatukurithishi sumu. Nanyi tunawasomesheni. Tunaweza tukaona kwamba tunagarimia mamilioni ya fedha, kumbe tunawapa urithi kitu watoto. Sijui kama mnaelewa. Kila kitu chukua tahadhari. Sasa pasa unaongea nini? I'm talking the real thing. Kwa sababu urithi wa mtoto wako nini sasa hivi? Tushakuwa na slogan, mtoto mrithishe elimu, usimrithishe mali zenyewe. Ziko wapi? Mrithishe nini? Elimu. Sasa elimu gani ya sasa hivi yukoje? Ni elimu ipi? Bwana, tutatoa mabilioni ya fedha rafiki yangu wazazi, lakini kumbe elimu unaoipata ni sumu. Tunanunua bidhaa ya shetani na kuingiza kwenye akili za watoto. You people. Sasa hapa akili kichwani kwa anayesoma na anayesomesha. Tutafanya nini sasa? Elimu ndio hiyo, mitaala ndio hiyo, tuendaje? Je, tunachangia kununua matatizo kwa watoto? Elimu nani anarekebisha elimu? Lazima usomee hiki kwa kuwa hiki sasa hivi ndio kina. Lazima tuangalie vitu ambavyo kama ni elimu, nilikwambia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Tushajifunza, sio? Chochote kwa ajili ya utukufu wa. So make sure nini unaingiza kwa ajili ya nini? Okay, kwa maisha, lakini hii elimu yangu ina utukufu gani? Usitumie elimu yako kwa ajili ya unufaika wa shetani. Unanisikia vizuri? Elimu yako ni nzuri, hakikisha kwamba unatumia kile umekipata katika njia sawa. Usimkosee Mungu kwa akili zako, usimkosee Mungu
ujuzi wako. Usimkosee Mungu kwa nguvu zako. Lazima upate maongozi sawa nini cha kufanya. Umeeleweka vizuri? So hii AI ni mpango kamili. Labda haijazunguzwa, labda imeongelewa vizuri, mimi nitaiongelea vibaya. Nitaongelea katika namna ya negative kwa sababu imekuja positive kama kuwa na faida kwa watu. Lakini mimi nitaongelea katika mtazamo mwingine kabisa, negative kabisa because tunajua hila ya shetani, au ninyi hamkosi kuzijua fikra nani? Ya shetani. Yanayotukia huku yanaonekana mazuri, is okay, yatakubaliwa na dunia nzima, sawa kabisa, ni sahihi, yako good, na watu wangefurahi wangeshangilia, but lazima uwe na macho ya kutazama mbali zaidi ya dunia inavyoangalia. Haleluya! Kanisa ana macho ya mbali, na tunapoona hatari lazima tuanze kuwagutusha watu wetu. Hapo jamani, hilo pera hilo kubwa umo ndani humo, lanukia vizuri umo ndani humo, ole wako usije ukatia pua yako hapo, ukinusa tu umeenda. Ni kuonye yakija mengi, ndio amekuja, lakini tulionywa hapa pana matatizo. Kwa sababu gani? Kuna aliyeona, kuna muonaji. Mkikosa muonaji, tutajikuta mmekufa wote humo ndani siku moja. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Akili mnemba ni kichwa pweza kwa Kiswahili, lakini tuliangalia katika hii ni Kiswahili. Mnemba ni Kiswahili chetu cha Kitanzania. Sasa Waswahili watatuambia mnemba maana yake nini, wataalamu wa lugha maana yake ni mnemba. Lakini tukija katika hali ya kawaida ya tafsiri zetu za mtaani, mnemba ni anguko, ni kitu kimebeba, kimeshiba, sasa kina yumba namna hii, kina yumba namna hii, kimeegama hivi, yani kwamba hii gari piga mnemba, hiki chombo, hii meli, ni namna ya kitu kilichozidiwa uzito, kilichozidiwa uzito, kimebeba uzito zaidi ya uwezo wake. Sasa kikienda sehemu mbaya lazima kama ngede itayumba. Sasa leo hii vichwani humo ni vichwa mnemba kweli. Watu wanakimbia familia, watu wanakimbia majukumu, kichwa yani majukumu yamezidi, si ndivyo? Kumejaa kumefloat, akili inachanganywa kweli kweli. Hebu tuone kitabu cha Isaya mara moja. Mimi nitakuwa na mambo tofauti sana, yanaweza kaeleweka size ya sasa hivi yasieleweke, lakini nakupa kama akiba. Siku zote mambo yanayotanguliwa kuzungumzwa kabla hayajatukia, watu huwa na mashaka nayo sana. Isaya 24 mstari wa 20. Isaiah chapter number 24 verse number 20. Let's go very fast. Angalia pale. Dunia inafanya nini? Inalewalewa. Kama nani? Kama mlevi. Alafu nayo inawayawaya kama macheo. Na mzigo wa dhambi zake utafanya nini? Utailemea. Mnemba huo. Nayo itaanguka. Wala haitainuka tena. Mnemba huo. Mimi na tafsiri yangu. Nyinyi ya kwenu. Kichwa pweza. Sijajua koje huko. Wacha ninyoke kwenye nako nyoka kukusaidia. Hiyo ndio AI kwa tafsiri yangu mbaya sana, lakini dunia inakwenda kuanguka. Hii kile kwenda kwa dunia inakwenda kuanguka mahali pazuri sana penye afya nyingi, juzi mwingi. Unajua watu waliendelea sana, baadaye wakasema hakuna Mungu, wakasema hakuna. Bwana anasema wapumbavu. Ndio baadhi ya nchi za komunisti zilisema hakuna Mungu duniani kwa sababu tunataka maendeleo, tunataka maisha nini, zikasema Mungu hakuna.
kwa sababu tunataka kuna. Sasa Mungu akawajibu mahali fulani tangu zama za zama kwamba mpumbavu amesema hakuna Mungu, hali moyoni mwake amemwacha Bwana. Dunia leo inamwacha Bwana. Na wakati nishawaambiaga, nilikuwa nikiongea mara nyingi sana. Unajua leo hii wataalamu ndio wanaonekana wenye sauti na wenye maneno na wanaaminiwa sana kuliko hata Mungu. Daktari wangu ameniambia, lakini mtu anaweza akamini sana daktari kuliko kuamini Mungu. Kamba mtaalamu kasema, wataalamu wamesema, Mungu amesemaje? Jua hiyo. Je, Mungu sio mtaalamu? Wataalamu wakisema ndio hivyo wanasema, kwa sababu wao wamesoma. Kwa hiyo akili za watu zinahamia kwa wataalamu. Mungu haeleweki. Mungu hasemaje? Mungu hana madarubini. Mungu hana mitambo. Mungu hajui. Mungu haoni. Mungu hasemi. Wamesema wataalamu. Kwa hiyo kumwamini Mungu na kile ambacho amekisema kinakuwa kudogo sana. Kwa hiyo vichwa vingi vinabeba. Dunia inavutwa kuamini maendeleo makubwa, siasa na teknolojia na mambo kama hayo, kuamini na muamini hivyo. Tukisema itakuwa hivi, itakuwa hivyo, kwa sababu tumeshaona. Kwa hiyo dunia yote inaletwa kwenye mazingira fulani. Oho. Upotoshwaji wa fikra. So dunia inalewa. Usafikiri ni ulevi gani huu hapa huu? Mtu wa Mungu. Kulewa maana yake ni akili zime mlevi. Ukisema huyu amelewa sasa inamaanisha ulevi umefanya nini? Watu hawa hapa. Ulevi umeingilia wapi? Show you people. Artificial ulevi huo, akili zime. Ulevi ni kitu kinachoshughulisha, kinachoathiri nini? Kilevi kinaathiri akili, kinavuruga akili, hazifanyi kazi, maamuzi sawa hazina. Tukisema dunia inalewalewa, maana yake sio umeingia wapi? Kwenye akili za watu. Sisi kama mtakuwa mnaelewa hapa. Wakati mnaelewa, naomba unielewe vizuri, ukae kwa akili timamu leo. Kama uaga unaachaga akili nyumbani siku zote na vipi, unisikie. Hii ni issue ya akili. Ninyi wenye akili. Kilevi ndio huyo amelewa, maana yake unaona anavyoyumba, hana balance, anaoyaongea hayako katika utaratibu ambao kweli mpaka mwili nao pia umechoka. No balance, no regulation. Anaweza akaongea, yani hata akafanya vitu vya hovyo, akatukana, akavua nguo mbele ya mahali pa aibu, akajisaidia mahali tupoambia nyi wapumbavu piteni nyie wajinga wakubwa. Yani yeye akafanya mambo yake tu hapo, yani ni akili zime. Dunia inalewalewa. Manake inahusisha akili ya dunia. AI ni artificial intelligence. Huu ni ulevi wa kwenye akili bandia. Kweli kilevi kimefanya mtu awe na akili za bandia. Baada akiwa na akili zake timamu atafanya hayo mambo? Akiwa na timamu atafanya huo ujinga tena? Sema nilifanya hivi, nilifanya jambo la aibu sana. Yani hivi ndio mimi nilifanya kweli? Ambia ni wewe, ambia hii akili gani? Ni akili bandia. Ni artificial mwenzangu. Intelligence. Hii ni bandia. Imevurugwa akili. Lakini nayo inawayawaya, si kuyumba. Ndio ile imekosa balance. Imekosa nini? Balance. Hii ndio AI. Na kuja mbele kidogo. Kama machela na mzigo wa nini? Wa dhambi. Hiyo elimu nakwambia, maarifa yataongezeka, maasi yataongezeka. Kwa hiyo mzigo wa dhambi zake utailemea. Elimu inakupeleka leo watu, hii intelligence hii artificial hii ya bandia hii ndio vituko na uviona.
Niliwaambia ukienda kwenye mitandao social medias unakuta kuna vituko, kuna matusi, kuna nini. Hii ni akili lakini. Kuna mambo ya aibu, mambo ambayo hayapaswi kuonwa. Hayapaswi. Yaani ni Sodoma kabisa na Gomora ile pale iliyochomwa kwa moto. Mambo mabaya ambayo ni machukizo. Lakini kumbe hii ni akili. Dhambi yake. Kwa hiyo dhambi hii sasa inayofanyika kule, jamani, hii dhambi ni kwamba sio ya wajinga. Unaweza kuedit na kufanya vitu fulani vituko vikatokea hapo. Hawa ni wapumbavu hawa. Hawa ni wale wa shule hawa. Sawa jamani? Hawa ni wenye degree hawa. Hawa ni wenye masters hawa. Lakini wanafanya madhambi hayo. Kwa hiyo dunia inajazwa kwa kasi sana. Inakuja inaharibu akili zako wewe unayeangalia, na wewe pia unajazwa, na wewe pia una adapt, na wewe pia unanyonya. Umeangalia, umeathiriwa, akili yako imechanguka, imeona kituko pale, kumbe hii na wewe ukisema hii na mimi nitafanyia kazi. Tayari akili zinafuata, zinatafutwa moja baada ya mwingine. Na hivi leo viona mbali hivi ndio tunakaa navyo masaa mengi, kila kidogo tu kidogo tu. Yaani hata unakula huku una mega, unataka ulishe kifo, kumbe na yaani akili yako imekaa pale 24 hours. Ukilala kako hapo mbele, yaani hakakai mbele na wewe. Yaani kwa kweli basi ulozi umeingia sana. Sasa try to imagine nini kinaendelea sasa? Watu wanarogwa, wanaibiwa, wanadanganywa haraka sana. Kwa hiyo dhambi inaongezeka, dhambi inaenea kwa kasi duniani kupitia teknolojia, kupitia intelligence yomo. Sawa jamani? Inaenea dhambi kwa haraka sana. So dhambi kwa inakuwa mzigo wa dhambi wa dhambi zake umeielemea. Kwa hiyo wote sasa dhambi ni tu maasi yameongeza. Kwa hiyo dunia imeelemewa, mnemba tayari. Sasa inakwenda kuanguka, maana mwisho wake ni anguko. Nayo itaanguka wala haita. Mstari wa 20, mstari wa 21 unasema nini? Labda anza pale 19. Okay. Kwa hiyo utasoma mwenyewe kwa wakati wako 19. Hebu okay. Natosha hapo tu. Kianza kule juu 19, dunia inaifanya nini? Dunia kuvunjika, inavunjika sana. Kama ni kupasuka, imepasuka sana. Kutikisika, imetikisika sana. Hiyo ndio dunia, huo ndio ulimwengu. Kwa hiyo hakuna salama. Nikwambia somo lilotangulia, pamoja na mambo mengi mazuri tunayotafuta, tunayotaka kuyaishi, malengo tunayo mengi sana, you have to know ni mahali pa hatari. Ni dunia ya watoto, lazima kuwa na hadhari kubwa. Na tusiendee tu, tuna lugha tunayoizungumza kwamba wewe si umekuwa si mshamba wa dunia, basi basi kinang'aa umekuwa umechanganyikiwa dunia. Don't do that. Usikimbie dunia tu bila ya kitimamu. Haikimbiliwagi hivyo. Hatari iko mbele. Unakimbilia nini? Tulia kwanza. Anza kujifunza kwanza dunia, usije ukakosea. Usije ukamezwa na dunia. Unanisikia vizuri? Waipendao dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yao. Maandiko yanasema waipendao kumpenda Mungu, waipendao dunia kumpenda Mungu. Waipendao dunia kumpenda Mungu. Sasa lazima uwe makini
na mambo kama yale pale. Sasa hapa tuangalie mambo machache. Nimesema AI against NI. AI hiyo ni artificial intelligence. Sawa? Ni akili ya kuchonga, lakini NI ni ya kwangu mimi. Nimeandika hii ni natural intelligence. Hii ni akili ya asili. Sawa? Labda utakuwa na neno lingine la linalomaanisha asili. By the way, is okay, but natural intelligence, akili halisi, akili asilia, akili ya ulioumbwa nayo. Sawa eh? Akili ile ambayo ni ya kweli. Jamani, iko akili ya kweli ambayo Mungu aliiumba ili aitumie hiyo kwenye maisha yako. Lakini hapa adui anachonga akili nyingine, naye ataka aiweke kwako ili atumie ili akili itakuwa rahisi sana kwake yeye. Akili ya Mungu iliyowekwa ndani yako ina asilimia kubwa sana ya kumkumbuka Mungu. Sio kama lazima, lakini hii ni bidhaa ya kumkumbuka Mungu. Kutoka Mungu, lakini nakumbuka Mungu, lakini hapa nafanya makosa, lakini hapa dhamiri yangu inashtaki, lakini hapa nakosea. Hii akili Mungu angetumia. Niliwaambia ni Mungu, niwafundisha mara kadha wa kadha hivi, lakini kwamba Mungu alituumbia tuwe na akili. Maana nisema akili ya matumizi ya kwanza ya akili ya ulioumbiwa ni wewe kumtafuta Mungu, ni wewe kumjua Mungu. Nimefundisha mara kadhaa mahali fulani kama sio kwako, kwamba kwa nini Mungu amekuumba na akili. Akili hii aliyotuumba, cha kwanza umjue Mungu, mtafute Mungu kwanza. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo akili hii ya asili ambayo Mungu alituumba, akatupa na akili. Akili ile tuliopewa ni akili yetu, ina namna, ina uwepo, ina utukufu, ina namna ya uungu ndani yake, ambayo hiyo ni rahisi sana Mungu kusema nayo akili ikaelewa. Hello? Kusema ina hii akili ikaelewa, ambayo hii Mungu angekaa chini akakufundisha na ukaelewa kile anachokufundisha. Umeelewa vizuri? Hii ni akili rafiki kabisa na Mungu. Hii ndio inashambuliwa, hii ndio inapigwa, hii ndio inaingiziwa uongo, kutwisi hiki kitu hiki kina nguvu kubwa, lakini tutafanyaje ili kwamba tukibadilisha ikianze kuamini pande hii, ile hali ya uungu iondoke? Unajua watu wakibakia kuwa na akili hii ambayo ni natural, ni akili, hata kama atakuwa anafanya maovu hivi, lakini kutakuwa na kukumbuka kurudi kwa Mungu Mwenyezi. Halo? Sasa hii akili hii ina namna fulani. Kwa hiyo mimi nafikiri akili hii tuweke akili nyingine ya kuchonga, tujaze akili hii. Tukiweka akili hii ya kuchonga, hii ni ya kwetu kwa ajili yetu. Mpo lakini mwelewe tu, leo mtapata shule nyingine ya tofauti kabisa. Hii ndio yenyewe. Tukiweka akili hii ni ya kwetu, hii kwa ajili ya sisi, hii ni kwa ajili yetu. Hii sasa tutaua ile akili ya kawaida, ile akili ya asili tutajaza. Hasa hapa itakuja kwa njia ya elimu, kwa njia ya nini, tutapeleka elimu za kuharibu kabisa ile uji, ili kwamba tuweze kuwatawala, tuweze kumtawala. Ndio maana Mungu wa dunia hii amepofusha fikra, anapofusha akili. Ni kama jicho lenye kuona, lazima tuliue. Likifa itakuwa rahisi kutawala, atakuwa wa kwetu mazima. Kwa hiyo tungeshambulia akili, tungeshambulia ufahamu, tungeshambulia uelewa wake. Hapa tungeingiza elimu yetu kwenye hivi vichwa. Hili ni shambulio la akili ili kuangusha akili. Kwa hiyo unapewa akili nyingine bandia, inaoteshwa
kwenye akili ya kawaida. So ina cover, inazuia akili OG, unabaki na akili hii sasa ya dunia hii ambayo sasa utaifuatisha. Ikisema hivi ndio, ikisema vile ndio, ikisema hivyo sawa, yani utakimbia humo. Kwa hiyo tumesha mziba huyu hapa, huku asigeuke nyuma tena. Tutakuletea mifumo ya elimu na nini, tutajaza elimu hizi taka. Kwa hiyo tumeshawapanga hapo, wote wakija hapo wanakuta kwenye mfumo huu hapo. Tunaua mfumo wa kwanza, tunaweka mfumo wa pili wa kwetu. Kwa hiyo vizazi vilivyokuja hapo havitaelewaga mambo mengine tena, vitajua tu kwamba ndio dunia inakwenda kuanguka hivyo. Ndio maandalizi ya kwenda kuanguka kwa dunia. Sasa sisi hatutaanguka na dunia. Dunia itaanguka, sisi tutakuwa tuko nje ya dunia. Haleluya, haleluya. Na watoto wetu. Amen, amen. Ikianguka huko sisi naanguka kivyake, sisi tutakwenda kivyetu. Amen, amen. Watoto mnasikia vizuri, lakini mtakuwa sababu ya kuwasaidia watoto wenzenu, ndugu zenu. Imeeleweka vizuri? Katika kitabu kile cha sasa hii and I know I'm coming. Katika kitabu kile cha Revelation, Ufunuo 12:9. Ufunuo 12:9, kimbia hapo kwa haraka. Now AI against NI. Sio kama tukamwelewa vizuri tukizungumza hapo mwanzoni, sawa? Akili asili, akili ambayo Mungu alikuumba nayo. Nataka hiyo sasa, nataka tuelewe ninaposema natural intelligence, nataka tu ufahamu maanisha. Kama haiko sawa sasa, namaanisha akili ya uumbaji Mungu, akili ile ya ulioumbwa na akili njema ulioumbwa na Mungu, ambao hiyo Roho Mtakatifu angeitumia kufundisha, angetumia kukuongoza. Akili hiyo ambayo Mungu angeweka sheria zake ikashika, ikawa na amna maelekezo. Akili ni injini, mtu wa Mungu. Akili ndio kila kitu, ndio ufahamu, ndio uelewa wa mambo. Kumjua Mungu ni akili. Kimkataa Mungu kwenye akili, tatizo utaona kule mbele. Kwa hiyo akili hii ambayo ni ya kiungu, hii ni uji, inauawa. Watu watakosa kabisa namna ya kumpenda Mungu kabisa. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9. Yule joka, angalia pale, akatupwa wapi? Akatupwa yule joka mkubwa. Halo? Mbona kama niko peke yangu? Nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kazi yake nini? Audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata chini, hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kazi yake nini kubwa? Audanganyaye. Nani huyo? Nilishawahi kuambia wakati fulani ya kwamba unaposikia udanganyifu wowote unahusisha akili. Sema nimemdanganya, maana yake umezipotosha akili za mtu. Umeziamisha tofauti na vile ambavyo unataka kuamini. Umeviamisha tofauti na ule ukweli kwamba nimemdanganya huyu. Maana yake umezipa taarifa isiyo sahihi akili za mtu. Tuko pamoja? Kwa hiyo audanganyia ulimwengu wote. Unafikiria audanganya vipi? Atakuja kwambia, mimi shetani nimekuja hapa na kudanganya Devota. Nimekuja hapa na kudanganya nani, si Mwajuma, na kudanganya si John. Atakuja hivyo? No. Very very intelligence. Kwa maarifa mengi sana atakudanganya tu. Ni mwenye kudanganya audanganyia ulimwengu wote. Angetumia vyombo vya kidini, angetumia vyombo vya namna hivi vya kiteknolojia, angetumia teknolojia kubwa kidini, kisiasa na mambo kadha wa kadha duniani. Milango mikubwa ya utendaji kazi wake, siasa, dini na teknolojia. Milango mikubwa hii naweza kuwa ni milango ya kuzimu. Katika miongoni mwa milango ya kuzimu angetumia milango ya kuzimu. Teknolojia ni lango mojawapo. Au sasa utaelewa tu, kwa sababu huko sio yanatokea maovu, au sinatokea maovu huko.
Kwenye teknolojia. Kwa hiyo milango kwenye dini nako kunapotokea makristo wa uongo, si wao kwenye dini hawa na wengine na wa imani za uongozi kwenye dini huku. Hii ni dini, kwa hiyo ni lango lingine, sio? Kwenye siasa je? The same. Kwenye teknolojia kunatumika uongo mwingi, sawa, tushaona. Kwenye dini mmekaa kimya, hamna uongo kwenye utakuta shetani baba anahusika wa uongo. Kwenye siasa hamna uongo, baba pia anahusika wa uongo, sio? Sio kama mtakuwa mnaelewa duniani huko. Niko hapa naweza mambo. So audanganyaye ulimwengu wote. Sa hii artificial intelligence hii ni bandia, na chochote ambacho ni bandia kina rifaa uongo, kina tafsiri ya uongo. Bandia ni uongo kwa sababu sio halisi, ni artificial, kitu cha kutengeneza. Mimi nina mguu hapa, natembea, nimepiga suruali fresh na kule chini kuna kiatu, lakini sio mguu kama wanyama. Kabisa chuma kimefungwa hapa, tap fresh kabisa, yani unakunja na kuna fresh, na nikitembea niko fresh tu. Huwezi kujua nikipiga suruali zangu, lakini sina miguu, sina vikanyagio huko, sina kwato huko, na kwato zingine za kunja vizuri fresh. Kwa hiyo ukiniona hivi kawaida, nina miguu ya sawa, natembea. Huwezi kujua sana wewe ambaye huwezi kujua sana, nimeficha kila kitu, lakini nina miguu. Lakini ile miguu ni halisi, ni miguu, sema ni miguu ya bandia, inanisaidia kweli, ni ya bandia, lakini kiukweli sio miguu. Wanaoniona wanajua nina miguu, nimewadanganya. Na miguu lakini sio miguu ambayo ni ya kweli, na miguu ya bandia, artificial. So hii bandia ni uongo kwenye akili, ni kugushi. Na kazi ya Ibilisi ni hiyo, kudanganya ulimwengu. Hata danganya ulimwengu, nimekuambia atapitia milango hiyo mitatu mikubwa na midogo midogo inayofuata huko, kwa sababu kila lango moja kubwa na midogo midogo yake mingi. Kwa atapitia kwenye teknolojia uongo, atadanganya, wanadanganya watu, wanakuwa deceived. Na leo watu tunaamini mitandao. Hey, imani nyingi ziko wapi? Taarifa. Na taarifa, habari hii imekuwa, tunaamini mitandao, akili zetu zinaamini mitandao. Ndio, ziko habari za kweli, ziko habari mbaya, kama dunia ilivyo, kuna mabaya. Sasa wewe una akili gani? Kama itakuwa imeshashonwa akili, imekuwa ya tofauti, utatekwa na hii dunia. Masababu maovu yapo. Na leo mnasema kwamba uongo ndio unaokimbia sana kuliko ukweli. Leo kutokea kituko kitakuwa na watazamaji kibao, lakini peleka mahubiri kama haya hapa, wanaambia nini? Yesu kija kutoka mbele hapa, unakaa raisha hapa, Yesu Jesus mbele, sogeza hii. Nazo ni akili mnemba hizo. Yani zinataka ujinga, zinataka upumbavu, zinataka vituko, unajaza, unalisha. Kali unavyolisha akili zako zinabadilika, sawa? Unavyolisha uovu, akili zetu zinabadilika hatua moja baada, ulisha tu baada ya siku 2-3 akili zako zinabadilika baada ya kutaka kituko, mtu tena.
unalisha nini akili zako? Kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Haleluya. Tafakari maneno yake usiku na lisha humo sasa. Amen. Unaweza kuona namna ambavyo unapaswa kuishi sasa. Lisha humo day and night. Ndipo utakaofanikisha njia yako na kustawi sana. Lisha every day neno la Mungu akili zako. Tafakari. Imeeleweka vizuri? Wakorintho wa pili 4:4. Alafu nani wako pale wanafanya hiyo kazi kwa pamoja? Warumi 1:28 andika alafu. Lakini anza kwanza na Wakorintho wa pili 4:4. Alafu Warumi 1:28. Naomba msaidizi mimi uko pale kwa ajili ya kusaidia kufanya hilo jambo vizuri. Twende kwa haraka because of time. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amefanya nini? Amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Angalia, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha nini? Fikra zao yake ni mind. Ni mind. Akili. Sa AI kukuletea artificial ni kuziba NI, natural intelligence. Akili yako ya asili. Na leo asili imekuwa inauawa siku zote. Nishakwambia. Vitu vya asili, vitu vile OG vinauawa. Maisha ya asili yanauawa. Leo maisha ya kisasa, ibada za asili zinauawa. Naposema asili ni asili, tunarudi katika asili ya Kristo, asili ya Mungu. Ibada ya kwetu ya Mungu ya kiroho ikoje na leo ikoje? Sifa zile za kweli kweli za kumsifu Mungu sawa sawa hamna. Leo watu wamebaki macho tu, imetoka mei tu wanasema na kuabudu Bwana, na kuabudu Bwana, na kuabudu Bwana. Kichwa mnemba, akili mnemba. Hamna kitu. Fumu kabisa. Siku hizi tunaabudu, tunaomba kisasa, tunaomba tunalialia. Nalialia ni sasa unakuwa mjinga. Unaabudu Mungu kistaarabu. Sina watu wanalialia tu hao kama wajinga hawana akili. Watu wapumbavu hao. Yaani ile masuala ya kiroho yale ya mavazi ya asili, adabu za asili, nidhamu za asili, muonekano wa asili. Leo nataka uwe na uso wa malaika, sister. Uso wa malaika. Hujaumbwa malaika wewe. Wataka kuwa na uso wa malaika. Mwanaume anayotaka sijui kufanya mambo gani sijui sielewi yani. Yaani asili inaharibika. Asili na kila kitu nataka cha kisasa, artificial. Where are you going? Mtazalisha watoto wa artificial. Maisha ni maendeleo na ni maongezeko ya maarifa, lazima tuyaseme. Lazima tuyazungumze. Si amekuja kwetu ili sisi tuyaishi. Sisi tuanze kuyatumia kama chakula tuweze kula. Kabla ya kukila tunakitafsiri kwanza. Sawa? Tunakifanyia dua kwanza. Tunakiangalia kwanza hiki chakula kimepikwa wapi, nani kapika, kina afya ama hakina afya, tusile sumu. Imeeleweka vizuri? Imeeleweka vizuri? Don't feed your brain. Usijaze tu, usilishe tu ubongo wako na vyakula vyenye sumu. No. Usitembee katika njia ya kuangamia kwako. Kwa sababu njia imekuja hapo, ambaye ukipita hapa amesha utatoboa pale. Utoboi mtu. Nataka kuangalia natoboaje kule. Hii njia ni ametengeneza. Imeeleweka vizuri? So, Warumi, naenda kwa haraka. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra, meaning ameua akili. Si rahisi tu. Kwa hiyo artificial ikija maana yake inaua akili asili. Pofusha fikra, pofusha mind. Macho yale yanakufa. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Yanauawa yale macho. Akili yako ni macho. Your mind is the eyes of your life. Sasa unapokuja na artificial hii imechongwa na wekwa hapo, nini unafanya? Akina uwawa. Na waambia wanangu mnielewe kwa umakini. Mnielewe kwa umakini tena. Hey, hatari iko pale.
yale ambayo Ibilisi aliyafanya zama za Adam kule bustanini, kupofusha akili, kushughulika na akili, kuangusha akili, anguko la akili kaanguka. Ndio hilo leo anataka kuangusha leo kanisa akili. Haitowezekana. Sasa mna akili mpya. Katika mtu wa pili huyu hapa huyu kuna macho ya kuona hapa. Na haya akasema kama mtamshinda, malango yake ya kuzimu hayatawashinda ninyi kabisa. Kama walimshindaga Adam zamani zile, leo hii ninyi watu wangu, mwili wangu, yes, milango ya kuzimu haitawashinda hata kidogo. Amen. Kwa nini? Sasa mna akili. Na hii ndio akili nikupayo. Romans chapter number 1 verse number what? 28. Tusome hapo. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika nini? Katika fahamu zao. Aha. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Aha. Wayafanye yasiyowapasa. Sasa umemkataa Mungu kwenye fahamu zako, ukapewa akili mnemba. Aliwaacha wafuate nini? Aliwaacha wafuate nini? Wafuate akili zao. Akili zao ni zipi nafikiri? Maana hapa kama ni akili zao ni za kwao, sio za Mungu tena. Watu wamekaa kimya huku. Kama ni za kwao ni za kwao, sio za Mungu tena. Wamekataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao. Kuna fahamu fulani ambazo kwa akili zao, kuna mind ambayo Mungu ataka akae kwenye zile akili zako za asili. Ukamkataa Mungu kwenye akili zako za asili, ukataka ufuate akili zako. Artificial intelligence hii imeundwa, inayo shetani naye angeumba vitu vyake kuleta kupandikiza kwenu. Angependa kupandikiza chipu zake kwenye akili zenu, kwenye mioyo yenu, kwenye miili yenu. Kuna chipu, tungesema chipu zikapigwa kwenye mwili wa kawaida, lakini kuna spiritual chips. Sio chips za kula, chip kizungu, kingamuzi. Kwa hiyo amebandika spiritual chip. Hii AI ile spiritual chip of demons, of satans. Kwa hiyo kwa kuwa wamekataa, akawaacha, aliwaacha wafuate akili zao zinazofaa. Zisizofaa. Haya, kwa hiyo kuna akili inayofaa na akili isiyofaa. Akili inayofaa ni ile OG ambayo Mungu alikuumba nayo asili, NI, natural intelligence. Sawa? Isiyofaa ni artificial intelligence. Yaani shani kaona kwamba ni kuacha hizi akili hizi ambazo Mungu aliziumba, hizi zenye asili ya Mungu hizi kidogo ninakuwa napata tabu sana kuwageuza watu. Kwa hiyo acha nitengeneze mai, alafu nitabadilisha ni kuingiza tu. Unajua hii ni kawaida ya ukoloni, na shetani ni mkoloni. Ukitaka kumkolonize mtu, unamuingizia elimu fulani kwenye akili zake, unajaza hii elimu ya kikoloni. Ajione yeye duni, hana uwezo hata kuja kufanikiwa, hana elimu, yeye ni maskini. Ukishamdumaza kwenye akili zake pale, utamtawala. Kwa hiyo tunageuza tu akili yako iwe kwa namna hii, basi maisha yako yote tumekutawala. Kwa hiyo anapandikiza otesho lingine kwenye akili zako, linaota. Halafu ndio hilo anatumia yeye kufanya mambo yake. Huu ni ujanja na hila ya adui. Tunajua hayo mambo. Kanisa limeokoka katika hali hiyo. Amen. Nasema kanisa limeokoka na janga hilo. Amen. Kanisa linaokoka na huo mtego. Amen. Kanisa linaokoka na hiyo disaster. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Yes. Kwa hiyo ni akili zao za kwao, sio za Mungu tena. Wamekataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao ambazo Mungu nimekupa fahamu, nifuate hapa mimi. Umekataa. Kwa hiyo akili zimekataa kuwa na Mungu. Fahamu umekataa kuwa na Mungu, ukaamua kuleta akili zako mwenyewe, mawazo yako mwenyewe, fikira yako mwenyewe, alama zako mwenyewe, ukajenga mikondo. Hii ni artificial intelligence ambayo sasa haifai kweli kweli. So mstari unaofuata unasema nini? Tuone hiyo akili liko wapelekea. Next verse. Very fast my daughter, because of time. Angalia, wamejawa na nini? Udhalimu. Wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. Si akili zile pale.
yote yaangalia, dunia imejaa hayo mambo, imejaa hayo mambo, imejaa hayo mambo. Nenda mstari unaofuata, akili isiyofaa, akili mnemba hiyo hapo. Wenye kusingizia, wenye kumchukia nani? Mungu. Unapofanya maasi unampendeza Mungu? Unapoweka mapicha na maklipu ya matusi unampendeza Mungu? Unamfurahia Mungu? Wenye kumchukia Mungu hawataki kusikia habari za Mungu. Kwa hiyo wenye kumchukia Mungu, yes, kataa kuokoka na kataa kutubu na kataa kurudi kwa Mungu, unakaa kwenye mtandao kuchapisha mabaya, vituko, unawaza. Ndio pale imeandikwa sema kwamba siku zote, ile Mwanzo pale, kwa kuwa kila wazo alilonalo na kukusudia moyo wake ni baya tu siku. Uko pale kwenye mtandao ni kuchoronga mabaya, kufanya hiki, kuposti, kupeleka hiki, matusi, kupeleka vioja nini, siku zote akili yako inachakata mambo mabovu tu. Na kwa kitu gani? Yaani leo mpeleke kitu gani? Leo mpeleke kitu kufanya, unakaa basi una design na tunapeleka. Hawa ni wenye akili? Hawa ni wenye degree zao? Hawa ni wenye ujuzi na maarifa? Haya, hizo program ambazo zinatengenezwa za kutengeneza hivyo vituko, nani anatengeneza hizo program? Wenye akili. Sababu kila kitu kina program. Program ukitaka unaipata, una edit kitu, unafanya hivi, unapata picha, unaunga mnakaa. Hizo ni programs ambazo dunia imeprogram. Teknolojia imeprogram ili mtu akiingia hapo afanye anachotaka. Program ya kumvua mtu nguo, program ya kumbeka mtu kichwa kingine, program ya kumvika mtu mwili mwingine, program ya kumfanya mtu awe hivi, kufanya mtu kituko, program ya kuvalisha, ni program. Nani? Ni akili. Nini? Ni akili. Sasa hayo ni mawazo, ni fikra usiku na mchana. Wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, kiburi na majivuno, wenye kutunga mabaya, wenye kutunga mabaya. Si ndio unakuta yametungwa kila siku, mnatunga kumetungwa. Hiyo ni nini sasa? Hiyo artificial intelligence, akili bandia. Umefuata akili hiyo, sasa ona yanayotokea. Salama mpaka hapo? Dunia salama mpaka hapo? Artificial haijaanza juzi, haijaanza zamani, ila vuguvugu lake kila kitu na wakati kinaanza, lakini kinakuwa paused. Kuna wakati kije kiibuke kutokana na nyakati na majira, ili kuangusha, ili kufikisha umeme kwenye anguko katika teknolojia hali ya juu sana. Wasiotii wazazi wao, kwetu hapana. Kutokutii wazazi kama hivi, tupo hapa, wazazi wenu, watoto wazazi wenu wanakwenda njia sawa na kuongoza katika njia sawa katika Mungu. Msipotii, ni artificial hiyo, ni akili isiyofaa, ni akili sio, tutagombana nayo mpaka kuche. Mnasikia vizuri? Let's go. Mstari wa 30. Wasio na ufahamu. Angalia sasa, angalia. Wasio na nini? Na ufahamu. Si wamekataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao? Kama wana ufahamu, manake ni wajinga, hawana ufahamu tena. Wana artificial intelligence, manake hawana ufahamu tena wa kimungu. Wameelewa kweli kweli? Si bwana mnasikia wasio na ufahamu? Au wanasema wana ufahamu bali, ila wanajiona wana ufahamu katika mambo yao, lakini kumbe ufahamu ule sio OG, ni artificial, not natural. Ni artificial, sio wako ule wamepandiwa. Kwa hiyo wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. 32 imeisha. 32. Oh my God, nitahama hapo nikimbie kwa haraka. Ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, na wanakubaliana nao wayatendayo. Sisi hatukubaliani nayo kabisa. Amen. Unapoanza kukubaliana nayo tu, na wewe tayari unakuwa umeingia kwenye artificial.
intelligence. Wanatenda lakini pia wanakubaliana nao wanaotenda. Sisi hatukubaliani nao. Amen. Meleka uzuri. Usiwe joined nao, tuko against na hiyo artificial. That's why tunakataa kwa jina la Yesu. Amen. Tunataka OG. Kwa nini nina OG niliopewa? Kwa nini nikubali artificial? Kwa nini nitake artificial? Kwa nini nitake bandia wakati mimi niko mtu sawa? Je, niishi bandia wakati sawa halisi yangu ipo? No. Sema katika jina la Yesu. Haikubaliki kabisa. Efeso chapter number Ephesians. Efeso sura ya 4 mstari wa 17. Tukenda mpaka pale 18. Let's go now. Angalia. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika nani? Katika Bwana. Tangu sasa msienende kama nani? Mbona kama mna watu hapa kama nani? Mataifa. Msienende kama mataifa waenendavyo mataifa huko. Sasa sawa jamani, upande ule tunaelewa sasa tunazungumza. Hao wanaokiza na hiyo mambo, na hiyo dunia hiyo, na huo ulimwengu, msienende kama wanavyoenenda wao. So we are prohibited. Tumezuiliwa, tumekatazwa kuenenda katika namna za kwao. Sawa Hatukubali artificial usiku. Wewe unakuaje wewe na artificial? Ndio itakuja, utaiangalia, utaisoma, utaicheka, niambia huu ni upumbavu. Ni msomi zaidi ya wewe na kujua shetani. Unataka kunisomesha mimi? Huwezi kunisomesha. Huwezi kuniteka kwa hii akili yako bandia ipumbavu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tangu sasa msiende kama wana wa mataifa katika ubatili wa nia zao. 18. Huo ni ubatili wa nia zao. Ubatili ambao akili zao zimetiwa giza. Maana yake nini? Kutiwa giza maana yake akili mnemba hiyo. Artificial. Akili zimetiwa giza. Akili zimetiwa giza. Kwa so kumekuwa na giza. Akili za hizi OG zimetiwa giza. Halafu ukapokea akili za gizani. Then ukaanza kutembea namna. Nataka nikwambie AI hii artificial hii sio tu kama imekuja kama vile tu ya kidunia, sayansi nini. Sikiliza, ni kwamba shetani anatembea kwenye teknolojia. Miradi yake iko huko ndani. Kwa hiyo huu ni mradi mmoja hapo mzuri tu, by the way. Utajua baadaye kama utazingatia. Giza nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu. Naona kwa sababu ya nini? Ya ujinga uliomo ndani yao. Artificial ni ujinga. Na uko ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ujinga umefungwa ndani ya mioyo, umefungwa ndani ya akili. Kwa ujinga umekubaliwa, ukapokelewa. Sikizeni watu wa Mungu. Giza, kutiwa giza akili. Artificial, kinyume na natural. Mungu aliyokuumbia. Let's go now 20. 19. Ambao wakisha kufa ganzi, wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu wa kutamani. Machafu mangapi leo yapo sasa kwenye huko artificial intelligence. Vurugu za kutosha. Wamekufa ganzi, mioyo yao, akili zimekufa. Zimekuwa artificial zaidi kuliko nzuri. Akili safi kwamba hii najua hii mbaya, hii na hii sikubaliana hii. Yaani umefanya kama mtu zuzu fulani hivi. Sema katika jina la Yesu. Artificial. Zuzu mmoja hivi. Unipati mimi. Ndio hivyo. Mimi nishakwambia. Yaani usiniambia pastor unajua artificial ni elimu tu nzuri tu. Nitakuangalia vizuri sana na wewe. Kwa sababu hakuna kitu kinakuja kina mapembe na masumu, kinakuja kizuri tu. Uwe makini. Kila kitu kizuri kwa watu wazuri. Kwa mtu mbaya ambaye ameshaharibiwa watu wake baya. Maandiko yanasema hivyo pia. Kwa hiyo makini. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza. Don't do that because sivyo mlivyojifunza. Kwa hiyo kuna funzo katika Kristo hapa, tutakataa sisi mambo ya kijinga. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana.
Ukiwa na maswali yako yote nitajibu vizuri. Niambia pasta, sasa maana teknolojia haifai au namna gani? Nitakujibu vizuri sana, usipate shida. Sasa hizi ninanyosha hapa. Hata teknolojia ilivyokuja imekuja ikikutafsiria. Sasa na mimi sasa hizi natafsiri kile ambacho hakijatafsiriwa. Sasa naambia na maana hii haifai. Hawaja kutafsiria. Sasa tulia vizuri, nitakujibu vizuri. Kwenye mambo yako utakayoniuliza. Kama unayo. Umesikia vizuri? Kwa sababu wale kuletea hawaja kutafsiria. Wamekuambia tu hivi vile safi sasa nini, wakakuachia hapo njiani. Shetani hakwambii kwamba nakupa hii kesho nikunase. Mtegaji anakuambia mtego wake kwamba nakupa kula hii kesho nakuchinja. Hamna hiyo habari. Wewe ambia wewe nimekupa hii kula, enjoy tu maisha. Anakuachia kwa naona safi. Kesho kutwa bwit umeliwa. Sasa aliyoficha mimi nafichua. Sema katika jina la Yesu siku ya leo. Sasa twende kwa haraka sana kwa maandiko yafuatayo. Zaburi 107 mstari wa 27. Nataka tunikuachia kwa haraka. Tuanze na Zaburi. Wayumba wapepesuka kama mlevi, akili zao zote namna gani? Zawapotea. Artificial. Akili zimepotea, mlevi na wayawaya. Hiyo dunia. Hii ndio AI. Nazungumza kwa sababu ya ile kwa sababu ya artificial. Sawa Kwa sababu ya bandia. Kwa sababu ya nini? Bandia. Yes, kama ni bandia lazima nizungumze bandia. Bandia ni uongo. Kwa hiyo bandia nitakushughulikia kwa kuwa hatutaki sisi maisha ya bandia. Amen. Hatuna maisha ya bandia. Amen. Tuna maisha halisi. Amen. Hatutaki akili bandia. Amen. Tunataka akili za sawa. Hiyo bandia itakupeleka wapi? Dunia unataka bandia? Una akili timamu wewe? Mungu hajakumbia dunia bandia, amekupa dunia sahihi hapa, ya sahihi ukae kwa sahihi. Hajakupa dunia bandia. Unakuwaje na ujinga wa bandia akili zako huko ndani? Mungu hajatupa bandia hata kidogo. Kwa wale wanapepesuka. Dunia inapepesuka huku na kule. Akili mnemba hiyo, kama mlevi, akili zote zimewapotea. Ukishabeba akili mnemba, control unakosea. Yenda hivi limeumba hivi. Kwa hiyo ni kuyumba maisha, mtayumbisha maisha ninyi. Tatizo kubwa kabisa. Sema kwa jina la Yesu, ninakataa bandia. Wakorintho wa kwanza 1:19. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 19. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Angalia pale kwa haraka. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Akili mnemba imekataliwa. Akili ya kuchonga, akili bandia. Ndio leo yakana wana hekima sana. Tuna hekima sana. Nitaharibu. Niliwafundisha kuna hekima ya dunia, kuna hekima ya shetani. Si niliwafundisha? Na hekima itokayo juu. Niliwafundisha mambo vizuri. Kwa hiyo hii ni hekima ya dunia na ya shetani. Maandiko yanasema, imeandikwa nitaharibu hekima yao wenye hekima. Leo ndio wenye hekima wa dunia. Inaonekana hekima, maarifa. Yes, ndio. Ujinga ule. Mungu anasema nitaharibu. Kwa hiyo tuko hapa kuharibu AI. Yeye yakwenda huko kaenda, mimi niko spiritual. Huku niko. Wewe rusha ya kwako, mimi nashughulika na ninajua. Hiyo inaharibiwa. Hiyo haitakaa. Hiyo haitadumu. Najua hii ni roho. Yanatengenezwa rohoni, yanakuja mwilini. Tutayashughulikia rohoni, hayatakuathiri wewe. Wewe utakuwa salama kwa jina la Yesu. Amen. Najua hii, this is very spiritual because nimekuambia kuna spiritual chip. So now this one inadungwa kiintelligence. Changanywa akili, pozo akili. No, akili zetu zimehuishwa, ziko timamu. Zinajua kuchuja na kutupilia takataka mbali. Hatutalisha akili zetu na ujinga wa shetani katika jina la Yesu. Mpe Bwana makofi kutosha kama uko hai. Yes. Kwa hiyo na akili zao wenye akili nitazikataa. Kwa hiyo kuna akili Mungu anazikataa. Unafikiri zingekuwaje hizi? Nature yake no, hii ya kwangu hii naikataa. Akili mnemba, akili bandia, haina adabu na shetani. Hii ni akili ya shetani. I'm telling you. Tasema pastor unaongea nini? Naongea kutoka mbinguni. Okay. Timotheo wa kwanza 6:5.
Twende tukimalizia. Bado maandiko mawili hapo, ni kuachilia uende ukiwa na nguvu za kushinda, na leo ushughulikie hiyo kitu kwa nguvu nyingi katika jina la Yesu. Angalia pale Timotheo wa kwanza 6:5. Na majadiliano, ukiangalia utapata muda kusoma mwenyewe kwa wakati mwingi tu. Na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Pumbavu kabisa. Akili zimefanya nini? Zimeharibika. Sasa zinaharibikaje kama hakuna ubandia? Ukishaka bandia umeharibu au? Wataka nini? Ujielewi, ujitambui, kichwa mnemba hiki. Kichwa kimeshaharibika hiki. Upumbavu kabisa. Ni akili zilizofanya nini? Walioharibika akili ndio wanafanyaga ujinga ule pale. Bandia. Sasa nini? Ni kuharibika kwa akili. Akili mnemba ni akili iliyoharibika. Sawa jamani? Mjue ninyi wa Tanzania na matafsiri ya maakili mmebeba huko, mmekusanya huko. Ni akili iliyoharibika. Kwa sababu ni artificial. Ni kitu ambacho kimetengenezwa. Sio cha asili. Chochote ambacho sio cha asili kina madhara tu. Kwenye mwili wako kina madhara tu. Leo uweke kitu ambacho sio cha asili ya kwenye mwili wako huku, unafikiri kitafanya kazi kama mwili wako ulivyo? Hapana. Kuna madhara tu. Leo unachukua kile yenye madhara unakimbia nayo. Maisha yenu yataingia madhara, kila kitu kitaharibika. Kwa akili hizi ndio mtaongozea maisha. Maisha yameharibika. Kwa akili hizi ndio mtaolea ama ndio mtaolewa, na kwa akili hizi hamna, ndoa zimeharibika. Kwa akili hizi ndio mtazalisha watoto na maisha. Hakuna watoto, kuna familia. Wote mmeharibika. Hizi sio akili za kufanyia maisha. Sawa? Akili bandia sio akili ya kuanzia biashara. Utakufa wewe na biashara yako mpaka jehanamu. Akili hizi bandia sio akili za kuanzishia mradi chote kile, sio kuanzia maisha pote pale. Hizi ni akili bandia. Zitakauka kesho hapo. Na wewe utakaukia pale pale. Zitazimika hapo na wewe umezimikia pale pale. Nimeshawaambia mambo ya kutosha. Mzingatie. Waliokosa nini? Kweli, si ndio? Akili bandia maana yake hazina kweli. Sio kama vizuri? Zimekosa natural. Zimekosa hii natural intelligence, zimekosa kweli. Kwa hiyo ni AI against NI. Ni akili zilizoharibika, ni akili bandia, alafu waliokosa kweli. Wamekosa ile asili, wamekosa ile uji, wamekosa ile genuine, wamekosa. Leo unakubali kukosa kweli upate uongo. Upate bandia. Bandia ni uongo. Sio kama kuna watu wanaelewa siku ya leo. Wiki hii, dunia hii, my God. Haya. Timotheo wa pili 3:8. Angalia vizuri. Akili zimeharibika. Naomba unote vizuri haya ili somo tutalifuatilia kwa umakini. Huo ni upomaji kwenu. Timotheo wa pili 3:8 nasema nini? Alafu utamalizia na Tito 1:15. Tito 1:15, Tito 1:15 tutamalizia pale. Angalia hapa. Na kama vile Yane na Yambre walivyopigana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapigana na ile kweli. Wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika nini? Akili zao. Wamekataliwa kwa mambo ya imani. Hawa wanapingana na ile kweli. Wanapingana na OG, wanataka artificial. Yeah? Leo artificial itafundishwa. Kwa hiyo wanashabikia, kwa hiyo wanakataa kweli. Wanakataa OG. Wanakataa genuine. Wanakataa NI. Wanataka artificial. Wanashabikia, wanapenda, wanafuzana na mambo kama hayo. Wanataka iwe hivyo. Ni watu walioharibika akili zao. Akili zao. Ni watu walioharibika akili zao. Maana yake tayari artificial imekaa kwao. Haikubaliki artificial ukaa kwenye akili yako. Ubaki na akili yako. Umekaa kimya. Anasema ubaki na akili yako. Amen. Usifanyike zuzu. Amen. Dunia ingetaka kufanya zuzu kweli kweli, ukose kumjua Mungu. Yaani akili haitaki Mungu, haitaki mambo ya Mungu. Hii akili ikishakuja artificial hii haitakubali mambo ya Mungu kabisa. Itakuongoza kwenye uovu na uasi. Itakufundisha, itakuwa inajaza akili zako ujinga mtupu. Yaani uovu na uasi wa kutosha. Tunakataa katika jina la Yesu. Amen. Malizia na Tito 1:15.
Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kitu safi kwa hao kwa walio wanajisi, wasioamini, bali akili zao zimetiwa nini? Zimekuwa unajisi, na nia zao pia. Mambo mazuri wanayakataa. Basi kwa kuwa unakataa akili ya sawa, kwa kuwa unakataa akili ya sawa, vitu vyote ni safi kwa hao walio safi. Wewe ni mbaya, ndio maana unakataa ukweli. Ungekuwa uko sawa, ingekuwa sawa hiyo kweli, lakini kwa sababu watu hawako sawa, watakubali ujinga. Hawako safi, watakubali uchafu. Hawana mpango wa kuwa safi, ila kama ni wasafi, wanataka usafi, kama wanataka kweli, watakataa uongo. Kama wanataka uji, watakataa feki. Ila kwa sababu akili zao zinavutwa, wamekataa kuwa na Mungu kwenye akili zao na kwenye fahamu zao, wanavutwa kwenye ubatili, wanakuwa batili. Sema katika jina la Yesu, siku ya leo ninakataa kabisa, ninakataa kabisa bandia katika maisha yangu, katika maisha yangu. Ninakataa bandia, ninakataa bandia kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako sasa pale ulipo. Simama kwa miguu yako popote ulipo. Bila shaka umeelewa jambo, umeelewa kitu hapa. Nami nikutake sasa uweze kukabiliana. Kama umeelewa na bado tungeendelea kujifunza zaidi, ya ambao umekuwa unafuatilia, Bwana akubariki sana. Hii ni maalum kwa ajili ya familia ya Mungu Mwenyezi. Nawe ni katika familia hii takatifu ya Mungu Mwenyezi. Popote ulipo wakati wa sasa ni wakati wako, baada ya kujifunza na kuelewa. Nini umeelewa hapo? Je, ungekuwa na nini cha kusema? Labda katika nafsi yako mwenyewe, labda ulitekwa, labda ukaibiwa, labda ulijikuta namna tu bila kufahamu mambo yakawa namna ile. Sasa baada ya kuelewa haya unasemaje? Hebu nikupe nafasi ya pekee kwako mwenyewe. Hebu mwendee Mungu na useme mwenyewe kwa namna yako unayoiona na vile umeelewa na vile Roho amekwambia. Sasa hebu fanya vile kwa mashuhudizo ya nafsi yako mbele za Mungu Mwenyezi katika jina la Yesu. Paza sauti yako sasa. Paza sauti yako mwenyewe mbele za Bwana. Hii ni hatari katika ulimwengu wa roho. Hii ni vita. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Mambo hutokea katika ulimwengu wa damu na nyama kutoka rohoni. Ndiposa upate tafasiri yake ya sawa kutoka rohoni, ili uweze kukabiliana na mambo haya katika roho. Ndiyo, ni mambo yatakayohukumba ulimwengu, lakini kanisa halitaanguka katika anguko la dunia la ulimwengu. Hapana, lazima kanisa ajihami, kanisa ajilinde, kanisa ajielewe, kanisa akwepe, kanisa alete wokovu, kanisa aonye, aelekeze, ataarifu watu. Yeye ni mlinzi, aonye, afundishe, aelekeze, ili watu wasiangamie bila ya kuelewa. Katika jina la Yesu Mwokozi, kanisa litaanguka katika anguko la dunia. So lazima ujifunze haya, lazima uelewe haya. Hayana budi kuja
hayana budi kutukia, kwa kuwa ndivyo ilivyonenwa. Lakini kanisa halitaanguka katika maanguko ya dunia. Kanisa ni chombo cha Mungu, ni wakili wa Mungu mwenye kuonya na kuelekeza. Yanapotukia anaelewa, yanafanya kazi, auambie ulimwengu, afundishe dunia hila ya shetani iliyoko kinyume chao. Yamkini watu wakapate kujua na kujitenga na maasi na uovu huo, wakaponya akili zao na fahamu zao kwa Mungu aliye hai, ili wasiangukie katika maharibiko makuu ya milele katika maisha yao baadaye, katika jina la Yesu. Kanisa, baada ya kuelewa haya, fanya vizuri mbele za Bwana kwa ajili yako mwenyewe, lakini kwa ajili ya kuwa tayari kuhubiri na kuusemea na kuambia ulimwengu na kuonya ulimwengu, kuonya ndugu jamaa na marafiki, kuonya watu ulio nao karibu, ya kwamba kukawe na hadhari. Ni zama ambazo zinapelekea watu kukosa kuwa na Mungu, watu kumchukia Mungu, watu kukataa Mungu, watu kutegemea mambo mengine na kuacha kumtegemea Mungu, watu kuharibika na akili zao kuwa za bandia ili wawe hovyo kabisa. Dunia inakuwa na watu hovyo, watu ambao hawana Mungu, watu hovyo, na watu hovyo lazima wataanguka, lazima watapotea, lazima wataharibika. Watu wakiwa hovyo, Mungu aliwachoma watu wa Sodoma kwa kuwa walikuwa hovyo wote. Kukiwa na hali hovyo duniani, wote wataangamia. Lakini gharika wakati wa Nuhu, kwa kuwa wote walikuwa hovyo, wote ni wabaya, akili zao mbaya, ghadhabu ya Mungu ilikutokea. Mambo haya yanachochea ghadhabu ya Mungu ya kuhukumu hii dunia baadaye kidogo, ya kuangusha hii dunia baadaye kidogo, kwa sababu watu wakiwa hovyo namna ile, Mungu ataachilia ghadhabu na kuchoma na kuteketeza na kuifuta dunia na kuiangusha katika anguko kubwa, kwa sababu ya dhambi iliyozidi, iliyowaelemea. Lakini hii akili bandia ni vuguvugu la kupelekea kuua akili na kuwafanya watu kuwa hovyo ili wapate adhabu. Ni wakati wa kanisa kuonya watu ili akili zao zibakie kuwa timamu, wasiangamie katika maanguko yale pale, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba neema ya Bwana, omba kwa ajili ya kwako, omba kwa ajili ya jamii, omba kwa ajili ya kanisa, omba kwa ajili ya watoto kwa jina la Yesu Kristo. Omba kwa ajili ya familia ya Mungu, omba kwa ajili ya vijana wadogo wasio na hatia ambao sasa dunia inawaelekezea maanguko haya kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya watoto wadogo wasiojua neno, wasiojua jambo kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema kwa ajili yao kwa mamlaka ya Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya Mungu aliye hai. Tunaomba mabaya haya na maovu haya yasiwaathiri hawa kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye kusikia, kila mwenye kuelewa, kila mwenye kuchukua hatua asalimike na awe salama kwako, uliye ngome imara, kwako uliye mwamba imara. Tumekukimbilia wewe uliye mshauri na mwelekezaji wetu mwema, katika jina la Yesu. Mkono wako wa kuumba, mkono wako wa kuponya, hii akili ya kweli, hii akili ya kweli, hii akili ya kweli ibaki kwetu. Kila mbinu za kuua akili ya kweli hizo tunazishinda leo. Shambulia kila mbinu, shinda kila mbinu inayopangwa kuua akili ya kweli, kuua akili ya kimungu ndani yetu, kuua akili ya kimungu katika ulimwengu. Huu ni mpango wa kuua akili ya Mungu, akili ya kiungu katika akili za watu. Hii ni mpango wa kuua akili ya kiungu katika fahamu za watu, ili wapate kuangamizwa katika maangamizo yao. Shindana na hiyo roho, shindana na hiyo roho ya akili bandia inayotaka kuua akili za watu duniani, iliyopanga kushambulia akili kwa jina la Yesu, ili kusiweko mtu yoyote ambaye atakuwa mwenye kumcha Bwana, mwenye kufikiri kwa habari ya Mungu. Akili zikiwa namna hiyo, shambulia hiyo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Popote ulipo, shambulia roho ya namna hiyo. Hiyo ni roho ya kuzimu, ya kuhakikisha kwamba akili ya kiungu inatoweka duniani, akili njema inakuwa haipo. Hii ni mpango wa adui wa kuua akili nzuri, wa kuua akili ya sawa, wa kuua akili yenye mafuta ya Mungu,
wa kuua akili yenye uelewa wa kimungu kwa jina la Yesu Kristo. Shambulia hiyo roho ya akili bandia, pepo na akili zako zisizofaa, na mradi wa akili zako zisizofaa. Ni akili zisizofaa, hazifai kitu. Ni akili za maangamizi, ni akili za uongo, ni akili za ubaya, ni elimu mbaya, ni elimu ya kishetani yenye sumu mbaya ya kuua mambo ya kiungu na uwezo wa kiakili wa kiungu ndani ya wanadamu. Kwa jina la Yesu, roho ya mabaya ninakunyonga katika ulimwengu wa roho. Una sehemu na nafasi ya kuonea watoto wa Mungu, una nafasi na sehemu ya kuonea kanisa, ya kuonea watoto wa Mungu, ya kuonea kanisa. Kanisa, unasimama imara. Kanisa, simama imara katika zamu yako. Huu ndio wakati ulioujia, hii ndio saa ulioijia, hii ndio kwa sababu upo leo, ili upaze sauti yako kwa jina la Yesu, kinyume na mambo ya gizani katika ulimwengu wa roho kuvamia na kuharibu dunia kwa mamlaka. Maadamu tupo, maadamu tungalipo, maadamu tupo, tuna kazi ya kufanya. Maadamu kanisa lipo, tunafanya kazi ile ya kuwepo kwetu kwa jina la Yesu. Oh Lord, shambulia, shambulia, shambulia. Yes. Wait. Wewe. Shambulia, shambulia, shambulia kwa jina la Yesu. Ngoa, 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 ngoa. Fanya kazi ya sawa sawa. Fanya jambo la sawa sawa. Shughulikia kwa jina la Yesu Mwokozi. Shughulikia sawa sawa kila roho ambazo zinasimama kinyume, roho ya kuchafua. Hii ni katika ulimwengu wa roho. Hii ni elimu katika ulimwengu wa giza. Hii ni lango fulani, ni lango la kuzimu. Halitalishinda kanisa, halitaondoa akili ya Mungu duniani. Lango hili halitaondoa ufahamu wa sawa wa watu wa Mungu duniani, halitaonea vizazi vya watu duniani katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Hazina nafasi katika familia zetu, hazina nafasi kwa watoto wetu, hazina nafasi. Kwa jina la Yesu tunazing'oa, tunaziharibu kila mbinu za yule mwovu. Kwa jina la Yesu tunakwenda kinyume, tunakwenda kinyume na roho za kuzimu, roho za mapepo. Ewe lango la kuzimu, enyi malango ya kuzimu, sikieni leo katika roho. Sikieni leo wewe akili bandia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Mwokozi, umehukumiwa katika ulimwengu wa roho duniani kote. Tunakwenda kuiharibu jioni ya leo, tunakwenda kuyangamiza, tunakwenda kuyangamiza. Haina mamlaka tena katika taifa letu, haina mamlaka tena katika jamii zetu, haina mamlaka tena katika watoto wetu, katika vijana wetu, katika vijana wetu. Tunakwenda kinyume na kila mbinu zinazotengenezwa kwa ajili ya maharibiko, kwa ajili ya maharibiko. Tunakwenda kinyume, tunakwenda kinyume na hizo mbinu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila akili bandia, kila akili bandia, kila akili bandia tunaziharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunarudisha ile asili, tunairudisha ile asili, tunairudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Asili yetu ikabaki, asili yetu ikabaki, asili yetu ikabaki kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila feki, kila bandia tunaitoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haitatawala, haitatawala, haitatawala. Feki haitatawala, bandia yote haitatawala,
haitatawala, haitatawala, haitatawala kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haitatawala ndani ya kanisa, feki haitatawala, bandia haitatawala kwa jina la Yesu. Asili ya Mungu itakwenda kusimama katika fahamu zetu, zile akili zetu zitakwenda kurudi, zitakwenda kurudi, zile akili zisizoharibika, zile akili zisizoharibiwa na yule mwovu zinakwenda kusimama, zinakwenda kusimama, zinakwenda kusimama kwetu, zinakwenda kusimama kwetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yes Yesu. Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Katika jina la Yesu Mwokozi. Mungu mwema, tunakushukuru kwa neema ya ajabu siku ya leo. Tunajibariki katika uwepo wa nguvu zako Bwana. Unatupa kushinda zaidi ya kushinda. Sisi na watoto wetu tunakabiliana na kila aina ya uovu wa dunia unaotengenezwa kwa siri na kwa hila katika nyanja za gizani katika ulimwengu wa roho. Mungu mwema, asante kwa sababu umetuletea uponyaji katika maisha kwetu. Hatasimama imara kama kanisa lako ambalo milango ya kuzimu italishinda kwa njia yote itakayotumia, kwa mlango utakaotumika. Unatupa kujua hila zake na fikra zake, unatupa kutambua na kuelewa mambo katika roho. Mungu Mwenyezi, asante kwa macho tupao ya kuona mambo mengi katika roho kinyume yatendwayo na adui kutuhusu. Mungu Mwenyezi, ni wakati tunasimama imara kuonya ulimwengu na janga baya la maharibiko na mpango mwovu wa kujaza dunia na uovu mkubwa. Wenye kusikia maonyo waponywe katika jina la Yesu. Mabaya, maharibiko yale pale yasiwapate. Lord Jesus, Mungu mkuu, kizazi hiki kisikie ujumbe wako, kutii na kufuata kwa nguvu nyingi. Ukaidi wote ni maharibiko ya akili. Ninaomba neema ya uponyaji sasa katika jamii kupitia mafundisho yako haya. Utupelekea msaada utokao kwako, nasi tumeonyeka kwa maonyo yako. Tunajitenga kabisa na tutakaa kwako kwa kutaka mashauri yako daima. Kwa kila neno, Bwana mwema, tutakaa na Baba yetu, hatutaenda mbali na wewe. Huu ni wakati wa kukaa sana karibu na uwepo wako Mungu, kukaa uweponi mwako sana. Nje na hapo si salama kabisa. Tujalie watoto wako wote, kanisa lako, kuwa na moyo wa kukaa katika uwepo wako daima, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki sana kwa kuwepo kwako na kwa kufuatilia mafundisho haya. Hadi wakati mwingine tena. Shalom.